Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes, ni siku nyingine tena ambaye Mungu ametupa kibali na tuko mbele za Mungu leo hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake mengi, mema, mazuri ambayo anazidi kufanya katika maisha yetu, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo anazidi kutufundisha mafundisho ambayo yanabadilisha maisha yetu kila siku, kila wakati. Kwa tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri. Na nikombe mtumishi wa Mungu popote ulipo, hapo ulipo basi tuende tukamshukuru Mungu pamoja kwa ajili ya somo zuri ambaye leo ametupa. Na somo la leo ambalo ametupa linahusiana na majina yetu na hatima zake. Maana ya jina lako na hatima yake ndio somo ambalo Mungu ametupa jioni ya leo. Kwa tuende tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii nzuri kabisa ambayo ameifanya, kwa ajili pia ya neema kubwa ya ushindi, neema ya sifa, uhai ambayo Mungu ametupa. Kwa tuende mbele za Mungu. Tunashukuru Mungu wetu na Baba yetu ishe milele. Asante kwa ajili ya rehema zako na neema zako. Kuabudiwa, tukuzwe, uinuliwe wewe peke yako ambao unaweza. Tunafahamu kwamba sisi ni wanadamu tu na kwamba tukisema hatuna dhambi tunasema ukweli, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya na kweli yako haimo ndani yetu. Tunaomba tusamehe kwa ajili ya makosa yetu yote, dhambi zetu zote ambazo tumekosa kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kusikia, kwa kuona, hata kwa kugusa na kunusa. Bwana, tunaomba tusamehe. Jioni leo tufanye kuwa wapya kabisa, tayari kusikia lile ambalo amekusudia Mungu kutufundisha, lakini pia utupe neema kipekee ya kutukurudia tena mabaya na dhambi za namna yote katika maisha yetu. Katika jina la Yesu sema amen. Nikukaribishe sana mtu wa Mungu popote ulipo kwa ajili ya jioni hii nzuri ambayo kuna mazuri ambayo Mungu amekusudia leo tukapate kuyajua na kuyafahamu kuhusiana na majina yetu. Katika hali ya kawaida tu, jina la mtu huwa lina maana kubwa sana. Jina la mtu lina maana kubwa sana na huwa pia linabeba hatima ya huyo mtu husika. Jina pia linabeba hatima ya mtu husika. Kiroho tunaenda kuangalia nini maana ya majina yetu. Majina yetu yana maana gani rohoni, lakini pia hatima gani ambazo zimebebwa na majina yetu. Na tukiwa tunaangalia katika mistari mbalimbali ya Biblia, ni nani alibadilishwa jina na kuitwa jina lingine, jina ambalo ni la Mungu lenye kubeba hatima ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa unaweza ukawa na jina lako hilo ambalo unaitwa, lakini kumbe ndio sababu ya wewe kupitia katika magumu ambayo unapitia. Kumbe unaweza kuwa jina hilo uko nalo likawa pia ni sababu ya wewe kuwa katika magumu ambayo unayapitia, au likawa sababu ya wewe kupita katika changamoto mbalimbali ambazo unazipitia. Kwa hiyo jina lako ni wazi kabisa linabeba hatima yako. Kwa hiyo unapokuwa na jina ambalo lina hatima nzuri au hatima nzuri, manake kadhalika hiyo ndiyo itakayokuwa hatima. Kwa mfano tu katika hali ya kawaida kabisa, unakuta mtu anaitwa Shida, mtu anaitwa Tabu, mtu anaitwa Bahati, mtu anaitwa Sikitu, mtu anaitwa Sikutani. Kwa haya ni baadhi ya majina ambayo ukija kufuatilia undani wake unakuja kugundua kwamba ni majina ambayo yanabeba hatima kabisa ya watu hao. Kwa mfano mtu anaitwa Masumbuko, unaweza kukuta maisha yake yote ni mtu wa kusumbuka, simply because jina lake hilo ndilo ambalo linafanya yeye awe kama hivyo ambavyo alivyo, kwa sababu nini maana hilo jina ndio ambayo inaishi katika maisha yake. Nitoe mfano mzuri. Ukisikia gari, tafsiri ya gari inakuja kwenye akili yako, na gari ndilo hilo gari. Sisi tunaelewana hapo. Kwa mfano umesikia chakula, ndio maana yake chakula na ndio hatima ya chakula, kushibisha. Sisi tunaelewana. Kwa unapokuwa unaitwa jina fulani linakuwa linabeba hatima hiyo hiyo. Au umeitwa Shida, yani wewe utapata shida mpaka siku akili itakapokujia na kufahamu kwamba okay, kumbe mimi shida yangu rohoni ipo kwenye jina langu. Mtu unaitwa Taabu, utapata tabu vizuri. Sikudani, yani wewe kila kitu utakuwa unakosea tu, simply because jina lako ndiyo limebeba hatima yako. Kwa hiyo unapokuwa na jina ambalo lina hatima nzuri, tafsiri yake ni wazi kabisa. Hilo jina lako linaweza likaenda kudetermine wewe ni mtu wa namna gani, lakini pia baadaye yako au kesho yako hatima yako ikoje kupitia jina ambalo
Mungu anakuwa amekupa au wazazi wamekuwa wamekupa. Kwa hiyo baada ya somo hili la jina lako na hatima yako, kuna vitu vikubwa vizuri ambavyo wewe utaenda kujifunza na vitaenda kukusaidia sana katika kuamua sasa kama jina lako libaki hilo hilo la tabu au shida au linginelo, au libadilishe ili kubeba jina zuri ambalo limebeba hatima ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tumekwisha kusema kwamba jina lako ndilo ambalo linabeba hatima yako. Kama basi kuna jina ambalo halieleweki, halina hatima nzuri, basi ni wazi kuna shida mahali. Na nitaenda kuelezea kipengele baada ya kipengele, hatima nini, lakini jina ni nini. Hebu nianze na jina kabla hata sijaenda kwenye neno, kwenye kitabu cha neno. Biblia inasemaje kuhusiana na jina au na hatima, katika maana halisi tu ya wewe, utambuo wako, uelewa wako kuhusiana na jina. Wewe unaelewa vipi? Okay, jina utaniandikia hapo chini kama wewe unaitwa jina gani na unahisi lina hatima gani, na kama tukipata bahati ya kipekee basi nitakuja kukuelekeza moja baada ya nyingine jina lako lina hatima gani. Kama utapata bahati ya kuona video yako, usisahau kucomment hapo kwenye comment box kwamba bana, mimi naitwa Joshua, hatima yangu ni nini? Mimi naitwa Juma, hatima yangu ni nini? Mimi naitwa Joel, hatima yangu ni nini? Na kadhalika. Tutakusaidia kuweka hatima na maana na kila kitu hapo, na asili pia kama utataka tutakuwekea kwenye comment. Kwa hiyo usiogope kuandika hapo, andika, tutaambiana. Kwa comment jina lako hapo, tutakwambia maana yake na hatima yake ni nini, ili wewe uweze kufahamu kwamba unafanyaje kuhusiana na jina lako. Nimesema kabisa wazi, unaweza ukawa unapita katika wakati mgumu kwa sababu tu umebeba hatima au jina lako lina hatima mbaya. Tutaenda mbali zaidi, tutaangalia pia majina yanayohusiana na mambo ya urithi. Umepewa jina la babu, wewe umerithi jina la babu, au umerithi jina la bibi, jina la shangazi, na kuna baadhi ya mambo yanaenda katika maisha yako sawa vile na babu yako au sawa na shangazi yako, simply because wewe umebeba jina ambalo lina hatima kama ya ule mwenye nalo. Kwa mfano umepewa jina la shangazi na shangazi hajawahi kuolewa, kama ni binti basi unaweza ukajikuta naye uolewe, simply kwa kuwa ile jina linabeba ile hatima ya shangazi yako. Bwana asifiwe. Na kama umeitwa la baba au la babu, kuna baadhi ya tabia ambazo wanaweza kawa wanafanya baba nzuri au mbaya, ukajikuta nawe pia unazo. Okay. Katika maana halisi kabisa ya jina ni utambulisho. Jina linaweza likatumika kama utambulisho, lakini pia jina linaweza likatumika kama linabeba pia historia, linabeba tamaduni, na pia jina linabeba hatima ya mtu. Kwa achilia mbali jina tu kama jina, lakini pia katika hilo jina utakutana huko na kesho ya mtu, utakutana na utambulisho wa mtu, utakutana pia huko na tamaduni ya mtu, lakini pia utakutana na lifestyle ya mtu, simply because ya lile jina lake ambalo analo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa kuna baadhi ya majina katika hali ya kawaida ukiyasikia unajua haya ni majina ya tamaduni fulani. Kwa mfano ukisikia Mwaimposa, Mwakasope, sijui Mwakaseje, Mwaisongule, hiyo unajua kabisa hawa ni watu wenye tamaduni ya Mbeya, hawa ni watu wa Mbeya. Lakini ukisikia Shirima, ukisikia Mtalo, ukisikia Materu, ukisikia labda Nkya, ukisikia labda Limo, unajua kabisa huyu ni mtu ambaye ana utamaduni wa Wachaga, ametoka Uchagani. Labda ukisikia majina fulani hivi, unajua kabisa hawa na tamaduni ya Kihaya, labda hawa ni Wapare au mtu gani, simply because jina linabeba pia tamaduni ya watu, lakini pia ni utambulisho, linakutambulisha. Ukisikia Joshua unajua okay, Joshua ni mtu fulani hivi kwa kuwa unamfahamu kupitia jina lake. Kwa pia jina linabeba utambulisho wa mtu. Lakini pia jina linaenda mbali, linabeba baadhi hata ya characters za watu.
kuna aina fulani, watu fulani wenye majina fulani wao wana tabia fulani, watu fulani wenye majina fulani wana tabia fulani. Unaweza ukajua okay, bwana hawa kina Joshua labda ni watu wa kanisani, wana tabia nyingi. Ukifuatilia utagundua wengi labda ni wapiga vyombo makanisani. Au ukisikia watu hawa anaitwa labda John, unajua bwana hawa ni watu fulani karakta yao ya ndani kabisa ni watungu. Wanapenda kubuni vitu, kutengeneza vitu. Yes, unajua kabisa huyu anabeba, jina lake limebeba hatima yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kubwa kabisa, hiyo ni maana ya jina katika hali ya kawaida kabisa, bila kuhusisha masuala ya kiroho. Yaani katika hali ya kawaida tu, kwa sababu kila mtu na kila kitu kina jina. Kwa hiyo nini maana ya jina? Tumeona kwamba jina lenyewe linabeba kwanza utambulisho, linabeba tamaduni ya watu au mtu fulani, lakini pia linabeba hatima ya mtu fulani. Hatima, sasa turudi kwenye hatima. Hatima tunaongelea kesho ya mtu. Hatima ni baadaye ya kitu fulani. Hatimaye nini? Then what? Then what ndio unaweza ukatafsiri ya karibu sana ya neno hatima. Hatima maana yake ni kesho ya mtu. Hatima ni hitimisho la kitu fulani. Kwa hiyo jina lako linabeba hatima yako, kwa maana kwamba kama wewe umeitwa Shida, wewe utakutana na shida. Nisamehe kama hilo ndio jina lako. Kama umeitwa Masumbuko, hatima yako wewe ni kusumbuka sawa sawa na jina lako. Kumbuka nimekuambia jina linabeba hatima ya mtu. Kama jina linabeba hatima ya mtu, maana yake jina lako ndio hatima yako. Yes, kama wewe umeitwa mchungaji, hatima yako ni kuhubiri. Hiyo huwezi kuikimbia, kwa sababu iko kwenye nini? Kwenye jina lako. Na kuna baadhi ya watu wanapewa majina kulingana na vitu ambavyo wanafanya, au vitu ambavyo wamewahi kufanya, au vitu ambavyo wanapenda kufanya. Kwa unakuta unapata jina hapo, au jina la mtu au la miji. Pia majina yanatokana pia na matukio fulani ambayo yamewahi kutokea kwenye baadhi ya maeneo. Kufuatilia majina ya vitu mbalimbali, ya maeneo mbalimbali, ya miji mbalimbali, utakuja kugundua kwamba hiyo miji au watu au vitu vilipewa majina kulingana na baadhi ya tukio pia lililotokea. Kwa pia jina linapewa linaweza likasababisha akapewa mtu kulingana na tukio ambalo lilitokea. Unaweza mtu amezaliwa akaitwa labda Bahati. Let's say itokea bahati mbaya ukazaliwa, au bahati nzuri ukazaliwa. Labda mzazi alikutafuta kwa muda mrefu akakukosa, kwa alipokupata akasema wewe ni bahati yangu. Kwa hiyo hatima yako wewe ni kupata bahati. Kwa hiyo kila unachokifanya ndugu yangu, usishangae vitu vinaenda tu vinanyoka, kwa sababu pia jina lako ni hatima yako. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maana ya kawaida kabisa ya neno ya jina la mtu, ambalo tumesema jina la mtu linabeba pia hatima ya huyo mtu. Sasa rohoni tuna maana nyingi kweli kweli ya majina, na ni vizuri pia tukaangalia rohoni, kwa sababu sisi tunatakiwa tunaishi rohoni kabla ya kuishi mwilini. Kwa ni vizuri kuanza kufahamu kwanza ya rohoni ili tuje ya mwilini kuona sasa jina langu mimi naitwa hivi, rohoni lina maana gani? Rohoni lina hatima gani ambayo ndiyo huwa inatokea katika uhalisia, kwa maana kwamba kuja kuonekana katika ulimwengu wa kawaida kabisa. Okay, mimi naitwa Bahati, nilipokuja bahati zangu zinaanza kuonekana. Au mimi naitwa Shida, hapo shida zangu zinaanza kuonekana. Bwana asifiwe. Kwa ni lazima kwanza upate ufahamu wa kawaida kabisa. Sasa twende rohoni, twende kwenye masuala ya Biblia, tuweze kuangalia majina yako vipi, ni kina nani walipewa majina mapya, na ni kwa nini wewe pia unatakiwa utafute jina jipya ambalo linabeba hatima yako au hatima ya kile ambacho unakitamani. Na niweke wazi pia kwamba katika Biblia wapo watu ambao walibadilishwa majina na Mungu moja kwa moja,
lakini kuna watu ambao walijibadilisha majina kwa sababu ya hatima ambayo walikuwa wamebeba. Kwa mfano, ukimwongelea Ibrahim na Sarai mke wake, hawa walibadilishwa majina kutoka Abraham kuja Ibrahim, lakini kutoka Sarai kuwa nani? Kuwa Sara. Na ambaye anajibadilisha moja kwa moja ni Nabii Naomi. Naomi aliamua kujiita Mara kulingana na situation au hali ambayo alikuwa anapitia. Kwa unaweza kuona kwamba unavyogundua kwamba una hatima ngumu kulingana na namna ulivyo au kulingana na hali ulionayo au sehemu unayopita, unaweza ukabadilisha jina ili uweze kuvuka. Na majina pia huwa yanatumika katika kufanya maagano. Hiyo udake kabisa. Majina yanatumika kwenye kufanya maagano. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu wale wa roho mbaya, wachawi, na maanisha watu wa dua mbaya, watu wanaopiga ramli, huwa wanatumia majina. Na kwa bahati mbaya huwa hawapendi kutumia majina ambayo yanajulikana, kwa sababu wanajua kirahisi unaweza ukapatikana na wakakutoa. Kama wamekufunga mahali kwa jina la Abiana, itakuja kuwa rahisi kutafuta kwa sababu ndio jina ambalo linazoeleka. Lakini nafahamu kabisa kwa baadhi ya tamaduni za Tanzania na Waafrika wengi, watu wanakuwa na majina zaidi ya moja. Unaweza kuwa unaitwa Abiana lakini nyumbani unaitwa Neema. Ila Neema huwa alifahamiki, linafahamika sana na familia, kwa maana baba, mama, babu, bibi, mashangazi, wajomba. Anaweza akawa ndo wanapenda kukuita kwa sababu labda limebeba hatima huo ukoo au hiyo familia. Lakini hili lingine la Abiana ni jina ambalo babako alitamani na akaamua kukupa. Kwa kama ni kufanya agano la kutaka kukuangamiza sasa au kukuharibia, basi wao kama ni watu wako karibu au hata kama sio watu wako karibu, watalitaka lile jina ambalo lijazoeleka na ambalo halijulikani na wengi ili wakalifanyia magano. Kwa hata ukienda kwa wachungaji, wataenda kumtafuta Abiana, kumtoa kwenye magano Abiana, lakini kumbe kule amefungwa Neema. Unaweza kuona namna gani ambavyo haya majina yana maana kubwa. Na kwa masuala mengine ya roho, kuna mambo mengine hayawezekani kama bado kuna jina la zamani. Kwa nini ubadilishe jina uwe na jina jipya ili baadhi ya vitu vitokee? Wala usishangae, nitakwambia kwa nini unabadilisha jina na kuwa na jina jipya kama ni mtu wa roho, hata kama sio mtu wa roho. Kwa nini akili ukishaifahamu, unafahamu, ukishapata ufahamu, unatakiwa uhame kutoka kwenye jina lako la zamani kwenda katika jina jipya? Bwana asifiwe. Huu ni utangulizi mzuri kweli. Sasa twende katika kitabu cha neno. Neno letu leo ambalo linahusiana na masuala ya majina, tuanze kusoma katika kitabu cha Ufunuo 2:17. Ufunuo 2:17 asema yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho aiambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana niliyoficha. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya mana aliyoficha. Nani huyo Mungu? Nami nitampa jiwe jeupe, daka hiyo jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyepokea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nirudie hii. Ufunuo 2:17. Biblia inasema yeye aliye na sikio na asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana niliyoficha. Nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye aliyelipokea. Bwana Yesu asifiwe. Tumekwisha kusema kwamba jina linabeba hatima,
lakini pia linabeba utambulisho wa mtu. Na hapa Biblia inaongelea kwamba Roho anayaambia makanisa, kwamba anawaambia watu wote kuhusiana na jiwe jeupe, ambalo jiwe hilo jeupe limeandikwa jina, na sio jina tu, jina jipya, ambalo jina hilo jipya ni la yule ambaye ameshinda peke yake, anaandikiwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema kwamba kwa yule ambaye jina lake litaandikwa kwenye hilo jiwe jipya jeupe, manake huyo atapewa sehemu ya mana ya Mungu. Na sio kupewa tu sehemu ya mana ya Mungu, lakini pia mtu huyo ambaye jina lake limeandikwa kwenye jiwe jeupe halitajulikana na mtu mwingine yoyote, bali kwa yeye tu ambaye atapewa lile jiwe jeupe na ambaye atapewa ile mana. Medaka hiyo. Maana yake nini? Maana yake kama ulipita sehemu ngumu sana na Mungu akakusaidia ukafanikiwa kuvuka kwenye hiyo sehemu, moja kwa moja wewe unaandikwa kama mshindi. Na kama ambavyo tunafahamu katika hali ya kawaida na mazingira ya kawaida tu, kama ulikuwa kwenye mashindano yoyote ukafanikiwa kupambana, kushindana na ukashinda, unapata tuzo. Na kama ambavyo ukiangalia hata kwenye mipira, huwa lile kombe linakuja hapo uwanjani halina mwenye nalo. Kama anacheza Simba sio na Berkane mfano, lile kombe litakuja pale Zanzibar halina mwenye nalo kwa mwaka huo husika. Litakuja halijaandikwa jina lolote. Tuende pamoja. Likishakuja halijaandikwa jina lolote, yule ambaye atashinda ndio ambaye jina lake linaenda kuchapishwa pale kwenye hilo kombe siku hiyo. Kumbe sasa katika vita zetu za rohoni, tukifanikiwa kushinda, ni wazi Mungu anatupa sehemu ya maana yake. Na sehemu hiyo ya maana yake anatupa kwa namna kipekee. Kwanza anachukua jiwe jeupe, anaandika jina letu, alafu jina jipya. Amina, ambalo hakuna anayelijua isipokuwa yeye ambaye ameandikiwa na yule ambaye ameandika. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba sasa ili jiwe kwanza tuliangalie kiufupi kabisa jiwe maana yake nini. Jiwe rohoni lina maana nyingi. Rohoni jiwe lina maana nyingi. Jiwe ni sehemu au kiashiria cha ushindi. Lakini jiwe kuna wakati linatumika kama kitambulisho. Ndio maana hata katika uuzaji wa maviwanja huwa wanatumia mawe. Hapa mpaka hapa, kona hii mpaka hii, kuna jiwe namba hii na hii na hii, ni sehemu ya mtu fulani. Kwa hiyo unafuata zile namba za jiwe tu, unajua hii ni utambulisho wa mtu fulani. Lakini hapo hapo jiwe linatumika kama ishara ya ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kirohoni jiwe ni ishara ya ushindi. Lakini sio hiyo tu, ni kibali kutoka kwa Mungu. Na ndio maana unaona pale kwenye Ufunuo 2:17 inasema kwamba jiwe jeupe kutoka kwa Mungu litaandikwa jina jipya. Lakini pia ni tuzo ya kipekee. Kwa kuna vitu kama vitatu ambavyo hili jiwe hapa linamaanisha. Kwanza
ni kibali kutoka kwa Mungu, ni ishara ya ushindi wa rohoni, lakini pia jiwe linaweza likatumika kama tuzo ya kipekee. Hiyo tutaipata hapa kwenye kitabu cha Ufunuo 2:17. Lakini ukisoma Yohana 4:7 utagundua pia kuna masuala mengine ya jiwe yanahusiana na utambulisho, lakini pia linahusiana na utambulisho, na jiwe hili limetamkwa kwa namna tofauti tofauti likiwa linamaanisha vitu tofauti tofauti katika masuala mazima ya kiroho. Kwa mfano, jiwe kuu la pembeni huwa ni Kristo. Jiwe kuu la pembeni, ukisikia jiwe kuu la pembeni, jiwe lina maana nyingi sana rohoni, na jiwe limetamkwa sehemu nyingi katika kitabu likiwa lina maana au linamaanisha vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, ukisikia jiwe kuu la pembeni, maana yake huyo ni Yesu Kristo. Jiwe kuu la pembeni. Lakini pia unaweza ukasikia jiwe jeupe, Ufunuo 2:17, kwa maana kwamba utambulisho mpya kwa mshindi. Jiwe kuu, jiwe jeupe ni utambulisho kwa mshindi. Lakini pia unaweza ukasikia mawe hai. Mawe hai unaweza ukapata katika kitabu cha Petro 2:1, Petro wa kwanza 2:5. Petro wa kwanza 2:5 anatamkwa mawe hai, kwa maana kwamba waumini au waumini walio hai au wanaokuwa. Lakini pia kuna jiwe la kujikwaa. Hii ndio ngumu kabisa, jiwe la kujikwaa, kwa maana kwamba hukumu kwa wasio amini. Jiwe la kujikwaa, hiyo maana yake rohoni ni hukumu kwa wale wote ambao hawaamini kama Mungu yupo na kadhalika. Lakini jiwe la ukumbusho, Yohana 4:7, utaenda kusoma pale. Kwa jiwe tunaweza tukamaliza kwa kusema lenyewe linamaanisha agano, ushindi, kumbukumbu ya miujiza kadha wa kadha ambaye Mungu ameitenda kwenye maisha ya watu wake. So, tumemalizana hapo na jiwe. Kumbuka somo letu linahusiana na jina lako, hatima yako. Somo ni jina lako, hatima yako. Hiyo lisisahau. Jina lako, hatima yako ndio somo letu. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Ufunuo 17, Ufunuo 2:17, na tumeanza kuangalia kimoja baada ya kingine. Tumeanza kuangalia maana ya jiwe jeupe. Tukasema kwamba jiwe jeupe maana yake ni ushindi wa roho. Binasema, na juu ya jiwe hilo nimeandika jina jeupe lisilojulikana na mtu yoyote. Hapo sasa ndo tunakuja kuanza kuingia rohoni deeply, kuangalia sasa ni kwa nini Mungu hakuandika jina lisilo jipya. Kwa mfano, wewe unaitwa leo Jackson. Umepigana vita yako mpya, umeshinda. Mungu akutazami tena kama Jackson, badala yake anakutazama kama mshindi. Na kama amekutazama kama mshindi, manake wewe anakupa hatima mpya. Kukupa wewe hatima mpya, tafsiri yake ni kwamba anakupa na jina jipya, kwa sababu jina lako ndilo ambalo linabeba hatima yako. Na ndio maana hapa Mungu anasema hilo jina kwanza analokupa halitajulikana na mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu wakati anakupa jina hilo Mungu anakuwa na wewe peke yake. Unafanya azma na wewe peke yake. Na analificha. Kwa nini? Kwa sababu wale wengine huwa wanalitafuta hilo jina lako ili kuweza kukufanyia mabaya. Sasa akikupa jina jingine ambalo alifanyiki
na wengine tafsiri yake ni kwamba hao watu watakao kutafutia mabaya au kutafuta kwa mabaya hawatakuona tena, kwa sababu umefichwa kwenye hatima ya jina jipya. Kuna mmoja aelewi. Ngoja nikupe mfano mmoja. Kuna kipindi fulani nilikuwa nafanya huduma mahali, na kuna kijana alizaliwa vizuri kabisa, kwa maana kwamba mtoto. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, huyu mtoto afya yake ikawa inabadilika, kwa maana kwamba kama anajipinda hivi, anataka kuwa kiwete. Lakini alizaliwa vizuri bila shida yoyote. Sasa kwenye kufanya maombi sana kwa muda mrefu, Roho wa Mungu akatufunulia kwamba wewe bwana, inabidi abadilishwe hatima yake kutoka jina ambalo alipewa na wazazi wake apewe jina lingine. Kwa nini? Kwa sababu kule kwenye ule ukoo wao, wazaliwa wa kwanza wa kiume huwa wanakufa, na wanakufa tu baada ya kuzaliwa na kukaa muda mfupi au miezi kadhaa, lakini mwisho siku wanakufa. Kwa hiyo nini maana yake? Kwamba tayari akishazaliwa na kubatizwa, lile jina linakamatwa, linaingizwa kwenye hatima, na wale mizimu huo ukoo wanaanza kumfuatilia, na ndio maana wanampinda na baadaye wanamuua. Kwa hiyo tukambalisha, tukamwita Israeli. Baba mataifa mengi. Baada ya hapo, hivi ninavyoongea ni kijana mkubwa sasa hivi. Wale maadui waliokuwa wanamfuatilia kwenye jina lake la zamani hakuweza tena kumfuatilia, na wala hawakumuona tena. Kwani kwa sababu hatima yake imebadilishwa kupitia jina jipya ambalo amepewa na Mungu. Kwa kila akija kumtafuta, wanamkuta hayupo, wanamkuta mwingine ambaye rohoni hawamwezi. Kwa hapo ndipo vita tuliishinda kwa namna hiyo. Kwa vita tuliishinda kwa namna hiyo kwa sababu kuna mtu tulimbadilisha kutoka katika hatima ya zamani tukamweka kwenye hatima nyingine ambayo ndio Mungu alikuwa amependa hiyo hatima aende nayo. Lakini kabla ya hapo, huyu mtu alikuwa anaenda kuwa kama wenzake ambao kila wakizaliwa kwenye huo ukoo, kama nimekwisha kukwambia, huwa hawaishi, wanatangulia mbele ya haki. Kwa hayo ni maagano ambayo yapo kwenye baadhi ya koo, kwenye baadhi ya tamaduni, baadhi ya familia. Kwa ili uweze kuchomoka kwenye maagano ya namna hiyo, lazima ubadilishe hatima yako. Unajitoa, unaenda kwenye sehemu nyingine. Kwamba nikupe mfano wa wokovu. Wokovu si ulokole. Kwanza hilo ukae nalo uelewe. Na wokovu una maana kubwa kweli ukisoma kitabu cha Thesalonike 2:1, sura ya kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza na sura ya pili. Ni kuhamishwa kutoka gizani kwenda kwenye nuru. Kutoka kwenye ulimwengu wa giza unaingia kwenye ulimwengu wa nuru. Ndio maana nini ya wokovu. Kwa hiyo sasa unavyokuwa hujaokoka unakuwa gizani. Kwa yale yote ya giza yanakuwa yanaendelea huku gizani, yanakuwa ni sehemu ya maisha yako. Sasa umeamua kuchomoka huko kupitia wokovu, maana yake unachomoka huko. Ila kwa kuwa umechomoka huko katika huo ulimwengu, kuna baadhi ya vitu vinaweza vikawa vimebaki ambavyo wale wafuatiliaji wasema wanafanya wafuatilizi hao wanaendelea kukufuatilia kulingana na vile vitu ambavyo bado vinawahusu wao, ambavyo umechomoka navyo. Moja hapo ni jina. Kama umechomoka huko alafu umebaki na ile jina lako bado linatambulika kule chini, bado nakutambua kama Jackson ukiwa katika ule ulimwengu wa giza, tafsiri yake ni kwamba hata uko katika ulimwengu wa nuru
tayari watakuwa na sababu ya kuendelea kukufuatilia huku, kwa sababu una jambo lao umebaki nalo. Na ndio maana Mungu kwenye kitabu cha Ufunuo 2:17 baada ya kushinda alimbadilisha jina jipya, na hilo jina akatikisha alijulikani tena na wale waliokuwa wanashindana na wewe. Tafsiri yake ni kwamba wale waliokuwa wanashindana na wewe sasa hivi wakikutafuta wakupati. Wewe nikuulize swali moja rahisi. Una rafiki yako sehemu, let's say huyo rafiki yako wewe unamjua kwa jina la Juma. Amen. Unamjua kwa jina la nani? Kwa jina la Juma. Alafu let's say ulikuwa pia kijiji fulani na mjua kwa jina la Juma. Labda mlikuwa Mombo hapo Tanga. Najua bana huyu jamaa anaitwa Juma. Lakini yule bwana akaja Dar es Salaam akabadilisha jina, akaanza kuitwa labda Musa. Ni kweli unaweza watu wako wa karibu wamemwona sehemu, ambie bwana Juma anaishi pale, na wewe ukapaonyeshwa. Kwa unaweza ukaandaa siku yako wasema leo nataka nikamuone Juma. Lakini kwa kuwa ile jamii ambayo inaishi naye haimtambui Juma, bali yake inamtambua Musa, wewe utakavyoenda kuwauliza kuhusu Juma watakwambia hayupo. Kwa mfano umeenda umemkosa, utapiga hodi vizuri, hodi jamani namuulizia Juma, watakwambia kiukweli labda umekosea, hapa hatuna mtu anaitwa Juma. Hata ukijaribu kutoa baadhi ya vitambulisho vyake still watakwambia huyo mtu hatunaye. Kwani kwa sababu hapo anajulikana kwa jina jipya. Kwa hiyo sasa wale ambao wanakuwa wanakutafuta, wanavokuja huko kwenye ulimwengu huu wakakuta una jina lingine, watakutafuta kwa ile jina lako ambalo huko alipo kwa atakukosa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuna maana kubwa ya kuhama kule na kubadilisha kila kitu kinachohusiana na ulimwengu wa giza kuja katika ulimwengu wa nuru kwa namna nyingine, na Mungu akupe ufahamu huu ambao natamani upate. Tutaenda kuangalia mmoja baada ya mwingine na hatima yake ilivyokuwa kupitia jina lake. Hebu tuame sasa hivi twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kitabu cha Mwanzo, angalia hapa. Yes, twende kwanza kuangalia mmoja baada ya mwingine, wale ambao Mungu aliweza kuwabadilisha majina yao na kuwapa majina mapya. Wapo wengi ambao Mungu aliwabadilisha majina. Wapo wengi ambao Mungu alibadilisha hatima. Badilisha kabisa, yani hatima zao zikabadilika kabisa. Haya, Mwanzo kwenye kitabu cha neno, Mwanzo sura ya 17 na ule mstari wa Mwanzo 17 mstari wa 5. Mwanzo 17 mstari wa 5. Tutaenda kusoma hiyo. Hapa tunamwangalia Abrahamu. Mwanzo kitabu cha neno, kitabu cha kwanza kabisa kinaitwa Mwanzo. Kwa tunaenda hapa Mwanzo 17.
sura ya mstari wa 5, ila naomba nianzie ule mstari wa 4. Anasema, hilo ndilo agano langu nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala hebu nianze 17:1. Anasema, Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamwendea mbele. Bwana akamtokea Abrahamu akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu, nami nitafanya agano langu nawe, nami nitakuzidisha sana. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, hili ndilo agano langu nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako hautaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo unaanza kuona Abrahamu ikawa Ibrahimu. Na kutoka Abrahamu kuwa Ibrahimu. Na Biblia inasema Abrahamu manake baba wa juu, na Ibrahimu manake baba mataifa mengi. Kwa alibadilishwa hatima kupitia jina. Alikuwa ni baba wa juu kwa maana Abrahamu. Alivyoitwa Ibrahimu akawa baba wa mataifa mengi. Hatima yake ikabadilika hapo hapo. Na ni nini ambacho kilitokea jina lake likabadilika? Jina lake lilibadilika kwa sababu tu alikutana na Mungu. Kwa kumbe unapokutana na Mungu kuna baadhi ya vitu vinabadilika hapo hapo immediately. Na wala usishangae mtu ambaye anaokoka anabadilisha jina. Kwani kwa sababu sio yeye tu ambaye alikutana na Mungu akabadilika jina. Tumwangalie Sarai, mke wake alikuwa anaitwa Sarai ila akabadilishwa akawa Sara. Muangalie Yakobo manake ni ashikaye kisigino au mdanganyifu, ndio hatima ya jina Yakobo. Lakini alivyokutana na Yesu baada ya kuwa amekimbia ndugu yake, akaenda akapata usingizi ghafla, akalala, Mungu akamtokea. Mungu alimwambia utabadilika jina na utaitwa Israeli, manake baba wa nini? Wa imani. Israeli akamwambia kwamba kutoka Yakobo kuwa Israeli. Ushaelewa hapo? Lakini sio huyo tu, muangalie Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli, naye alibadilika jina. Hatima ya kuwapiga watumishi wa Mungu, kutengeneza mitego ya kuwapiga watumishi wa Mungu ikabadilika hapo hapo. Na sasa akawa anaitwa Paulo badala ya Sauli. Si tupo pamoja? Sio huyo tu, Petro alikuwa anaitwa Simeon, msikivu, lakini akaja akaitwa Petro. Hatima ilibadilika hapo hapo. Na kwa nini? Kwa sababu hawa watu walikutana na Mungu. Kwa unapokutana na Mungu, Mungu anakubadilisha totally mpaka jina lako. Kwa sababu huwezi kuwa umebeba hatima mbaya kupitia jina lako alafu bado Mungu akaenda na wewe. Lazima akakubadilishe jina. Kwa nini? Kwa sababu jina lako linabeba hatima. Kwa lazima unapokutana naye akupe hatima nyingine mpya. Bwana asifiwe. Kwa mimi sishangai kwa wale watumishi au watu wanaookoka ambao baadaye wanabadilishaga majina na kuwa wanabeba hatima nyingine katika maisha yao. Kwa unaweza kuona kwamba Sara akabadilika kutoka Sarai ambaye maana yake ilikuwa ni bibi akaja kuwa Sara kwa maana kwamba mama mataifa. Kwa unaweza kuona walibadilishwa majina wengi. Yusufu akaja akaitwa Stefanathi. Panea aliitwa jina hilo na Farao.
Naomi akaja kuitwa Mara, ili alijiita mwenyewe kulingana na shida ambayo alipitia. Simoni akaitwa Petro, Simoni akaitwa Petro, aliitwa na Yesu. Kwa nini aliamua kumuita Petro? Yohana 1:42 inaweka wazi kwa nini Yesu aliamua kumuita hivyo. Na Petro aliona ni jiwe kwa maana kwamba ni mwamba, na ndio maana akasema katika mwamba huu nitajenga kanisa. Unaweza kuona hao baadhi ambao walibadilisha majina yao. Kwa hiyo sasa tumeshakusha kuongea, jina lako ndilo ambalo linabeba hatima yako. Kwa hiyo ni wajibu wako kuangalia jina lako na namna ambavyo jina lako sasa linaweza likatengeneza au likaharibu kesho yako ulionayo. Kama una jina ambalo hatima yake ni mbaya, manake mambo mabaya yataendelea kutokea kwenye maisha yako mpaka hapo ambapo utakuja kuamua kubadilisha hatima ya hilo jina na kuwa na jina jipya. Na ndio maana Abrahamu aliendelea kukaa kwenye taabu, japo Mungu alishamwaahidi mambo mazuri. Lakini baada ya kuja kubadilisha hatima, ndio yale mambo mazuri yakaanza kutokea moja kwa moja, wazi yakawa yanaonekana. Lakini nikutie moyo mtumishi wa Mungu ambaye tuko pamoja hapa na unasikiliza, ni kwamba unaweza pia usilibadilishe hilo jina lako kama lina hatima nzuri. Sio lazima ulibadilishe, unaweza pia usilibadilishe. Lakini kama Mungu anakuwia rohoni ubadilishe, basi badilisha. Watu wanaringa kwa sababu wana majina yenye hatima nzuri. Mtu anaitwa Thamani, mtu anaitwa Kibali, mtu anaitwa Sifa, mtu anaitwa Anointing, mtu anaitwa pesa, fedha, tunu, tuzo. Yaani majina ambayo yana hatima nzuri. Mtu anaitwa Ushindi, mtu anaitwa Baraka. Kwa hiyo ukiona yeye anabarikiwa tu usishangae, kwa sababu hilo jina lake ndiyo hatima yake. Huwezi ukaitwa Masumbuko alafu usisumbuke. Hiyo sahau. Kama upo Masumbuko ambao usumbuki, basi jua kuna neema kubwa ya Mungu. Pambana kumjua Mungu zaidi. Lakini kwa uzoefu wangu na yeye mengi ambayo nimepita na nimeyaona, I say hizo hatima na majina zina uhusiano wa moja kwa moja. Tumisha Mungu, hapo ulipo, andika jina lako hapa kwenye comment box. Niambie unaitwa nani. Mimi nitatafuta afu nitakwambia hatima yako ni nini na ufanye nini ili uweze kuchomoka mahali. Lakini kama una mzazi wako yuko hai, hebu jaribu kumchunguza, muulize, hivi kwa nini uliamua kuniita mimi Jacqueline au Rose? Kulikuwa na shida gani? Hawezi akakwambia kwamba bwana, mimi nimekuita Rose kwa sababu labda nilikuwa na rafiki yangu alikuwa anaitwa Rose akanipotea. Kwa hiyo wewe ukija kuona kila kitu chako ukikipata au kizuri kinapotea, jua kuna msingi mbaya au limbuko baya la lile jina lako lilianzia kwenye masuala ya kupoteana. Kwa hiyo unatakiwa uivunje hiyo ili mambo yako yakae sawa. Mtu anaitwa Mafarakano. Kwa nini? Kwa sababu baba alifarakana na mama yake. Kwa hiyo utashangaa tu kila ukipata mahusiano yanaanguka, hayakui, yanaishia njiani. Unakaribia kwenda kuvalishana pete, ghafla tu mtu aonekana. Kwa nini? Kwa sababu jina mmepewa kwa sababu baba alifarakana na mama akaamua kuita ile jina la mama. Shalom kanisa. Kwa hiyo ni lazima ufuatilie kiundani hilo jina. Kwa nini umelipewa? Linabeba hatima gani? Kwa nini waliamua kuchagulia hilo? Kwa sababu tayari sisi ni watu wa rohoni na tunaishi rohoni. Na tunafahamu sisi tumeokoka, tumetoka katika ulimwengu wa giza tunakuja ulimwengu wa nuru. Manake kuna baadhi ya vitu vya giza bado misingi yake tujaivunja wakati tumekuja huku kwenye nuru. Na kuja kwenye nuru haimaanishi moja kwa moja kwamba wale watu wa giza au ile mapepo mabaya hayatufuatilii. Unaweza ukashangaa na ongea nini, ni kweli. Ni kwa sababu ukisoma kitabu cha Mungu ukisoma katika kitabu cha
kitabu cha habari ya Yesu, Mungu anafanya conversation na shetani. Kitabu kinataka kutoka, nadhani kitabu cha Yakobo, sio Yakobo, Ayubu. Kuna kitabu cha Ayubu, sitani kama kitu, ila kuna sehemu pale Mungu akafanya conversation na Ayubu, kuhusiana na Ayubu wao na shetani. Biblia anasema Mungu akamwambia shetani, umetoka wapi? Akamwambia nimetoka huko na huku na ukule. Yaani ametoka kuzunguka duniani. Mungu anamwambia, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Shetani anasema nimemwona, ila simemwekea kinga. Kwa kumbe kuna saa wanaweza akawa na kujadili wewe pale mbinguni, kwa namna ambavyo unatenda matendo yako yamenyoka hivi kwa mambo ya Mungu. Hauna ujanja, una kona, umenyoka, unampenda Mungu na mtumikia Mungu, kwa hiyo unakujadili. Kwa kuna wakati mwingine kumbe situation inatokea kwa sababu umeruhusiwa na Mungu kabisa, ili kutrain kupeleke sehemu fulani hivi ambayo utaenda kupata ushindi mkubwa. Na Ufunuo 2:17 ikatokea kwako ya kwamba ukaandikwa, ukapewa jina jipya ambalo limeandikwa kwenye jiwe jeupe, which is tuzo hiyo, which is ushindi wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu popote ulipo, nikwenda kushukuru Mungu kwa ajili yako na kwa ajili ya jioni nzuri au siku nzuri ambao Mungu ameufanya kwa ajili yetu leo hii, na naamini kabisa kuna kitu kipya kabisa Mungu amekufundisha kuhusiana na jina lako, lakini pia kuhusiana na namna ambavyo vina uhusiano wa jina na hatima yako. Kwa maana kwamba hatima yako ndilo jina lako, ndio hatima yako. Kama una jina baya au lenye maana baya, maana yake hata hatima yako maana yake ni baya. Kwa Mungu ametufundisha mengi, na tamani tumshukuru Mungu kwa ajili ya jioni leo. Baba, uishi milele na kuongoza na kuinua na kupa sifa na heshima. Asante kwa ajili ya ushindi, kwa ajili ya watoto wako popote duniani, wote ambao wameona na wote ambao wanafuatilia, wote ambao Mungu amesikia. Na kushukuru kwa kuwa Mungu wewe unawapenda na unawazia mema, sio mabaya. Asante kwa kila mmoja ambao amesikia neno hili. Mungu utaenda kumfundisha, utaenda kumfungua, utaenda kumpa akili mpya ya kutazama na kufuatilia jina lake. Na Mungu naamini kabisa utaenda kumpa jina ambalo limebeba hatima yake, na hatimaye kumhamisha mahali pamoja kwenda mahali pengine kwa ajili ya utukufu wako na kwa ajili ya ushindi, na kurudisha sifa na heshima na mamlaka na utukufu. Asante kwa kuwa Baba unaweza kutenda, kwa mbinguni wewe tukuzwe peke yako, kwa kuwa unastahili, katika jina la Yesu. Mungu wangu wa mbinguni aishi milele, akubariki, akufungulie milango ya kibali, milango ya baraka, milango ya kuzidishwa zaidi na zaidi katika kila ambacho unakifanya. Mungu akakuonekanie. Nikusihi mtumishi wa Mungu popote ulipo, unaweza kuwasiliana nami kupitia 0686086077 kwa ajili ya masuala yote ya huduma za kiroho na kadhalika. Lakini kama kuna maswali yoyote yanayohusiana na jina, basi unaweza ukaandika hapo kwenye comment, na mimi nikuhakikishie tu kwamba nitapita na nitakuwajibia kwa viwango vikubwa kabisa kwa kadiri ambavyo Mungu atanipa ufahamu. Barikiwe sana na uwe na usiku mwema.